Licha ya Marekani kuweka ushuru kwa nchi zote duniani, lakini imeiondoa Urusi katika orodha ya ushuru. Vikwazo vilivyopo vimepunguzwa kwa kiasi kikubwa biashara na Moscow, kulingana na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent. White House, baada ya kutangazwa na Rais Donald Trump, imesema kwamba miongoni mwa mataifa ambayo hayatakuwa na ushuru huo ni pamoja na Urusi. Urusi haikujumuishwa katika ushuru mpya wa rais wa Marekani Donald Trump kwa sababu ya vikwazo vilivyopo vya Marekani ambavyo tayari vimeweka vikwazo vikali vya kibiashara kati ya nchi hizo mbili. Waziri wa fedha Bwana Bessent alisema akizungumza na Fox News siku ya Jumatano kufuatia tangazo la ushuru mkubwa wa uagizaji bidhaa. Bessent alieleza kuwa Urusi pamoja na Belarus, Cuba na Korea Kaskazini hazikulengwa chini ya hatua hizo mpya, kwani Marekani haifanyi biashara ipasavyo na nchi hizi. Katika suala hilo, Urusi imesisitiza kwamba vikwazo tayari vinafanya kazi ambayo ushuru ungefanya. Hata hivyo, mpango wa Marekani ni kuondoa kabisa vikwazo vilivyowekwa na Marekani dhidi yake, licha ya kwamba katika siku za hivi karibuni Marekani ilitangaza vikwazo vya mwaka mmoja. Trump mnamo Jumanne amezindua ushuru mpya wa kuanzia 10% hadi 50% kwa bidhaa zinazoagizwa kutoka nchi kadhaa, zinajumuisha 34% kwa uagizaji wa China, 20% kwa bidhaa za Umoja wa Ulaya na 24% kwa bidhaa zinazotoka nchini Japan. Kulingana na rais huyo, hatua hiyo ni sehemu ya mkakati mpana zaidi wa kukuza tasnia ya Amerika na kusasisha kile Trump alichoelezea kuwa ukosefu wa usawa wa biashara. Kutengwa kwa Urusi kwenye orodha hii kulizua maswali kutoka kwa vyombo vya habari kutokana na mzozo unaoendelea nchini Ukraine na sera ya vikwazo vya Washington dhidi ya Moscow. Walakini maafisa wa utawala wamesema kwamba vizuizi vilivyowekwa tangu mwaka 2022 tayari vimepunguza biashara hadi kiwango ambacho ushuru ungekuwa na athari kidogo ya ziada. Uagizaji wa Marekani kutoka Urusi ulishuka hadi takribani dola bilioni 3 mnamo mwaka 2024, chini ya 34.2 kutoka mwaka uliopita, kulingana na data serikali ya Marekani. Kinyume chake, Marekani iliagiza bidhaa kutoka China dola bilioni 427 katika kipindi hicho. Kremlin imeshutumu vikwazo vya Magharibi kuwa ni kinyume cha sheria, ikisisitiza mara kwa mara kwamba vikwazo vimeshindwa kudhoofisha uchumi wa Urusi au kuitenga na mfumo wa kifedha wa kimataifa. Pamoja na kuongeza kwa vikwazo vya Magharibi, tangu mwaka 2022 Urusi imezingatia kuhamisha biashara hadi Asia na kusini mwa ulimwengu, hasa Uchina na India. Ukuaji wa pato la taifa la Urusi ulikuwa hadi 3.6 mnamo mwaka 2023 na 4.1 mwaka uliopita, kulingana na data iliyochapishwa mapema mwaka huu na wakala wa takwimu wa serikali Eurostat. Pato la taifa lilifika rekodi ya juu ya ruble trilioni 200, zaidi ya dola trilioni 2 kufikia mwisho wa mwaka 2024, ripoti zimeonyesha. Wizara ya maendeleo ya kiuchumi ya Urusi inatarajia kiwango cha ukuaji wa pato la taifa la 2.5 mwaka huu, wakati benki ya Urusi inakadiria upanuzi wa 0.5 hadi 1.5%. Wakati huo huo, kipindi cha mpito cha Biden na Trump kimeona hali ya utulivu katika mawasiliano ya kidiplomasia ya Marekani na Urusi. Kirill Dmitriev, mjumbe maalum wa kiuchumi wa rais wa Urusi Vladimir Putin na mkuu wa hazina ya utajiri wa nchi hiyo, alitembelea Washington wiki hii kwa mikutano ya faragha na maafisa wa utawala na viongozi wa biashara. Ilikuwa ziara ya ngazi ya juu zaidi ya Urusi tangu kuzuka kwa mzozo wa Ukraine. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.